Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Mada kuu ambayo tutakuwa tukiitazama ni mpango wa ukombozi. Na kama unakumbuka, katika masomo yaliyopita tuliona mpango wa ukombozi Mungu aliuweka kwa ajili ya kurejesha ushirika ambao dhambi uliupoteza, na tukaona ili kuweza kufanya ushirika pamoja na Mungu inachukua muda, na kama inachukua muda, ina mlolongo, kuna hatua za kupitia katika kufanya ushirika na Mungu. Na hatua ya kwanza tuliona inaitwa kujua na kuelewa wakati. Tulisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12:32. Na hatua ya pili tukatazama inaitwa kujua nini cha kufanya, na hatua ya tatu ni kufanya kile ambacho tumekijua. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunatazama hatua ya kwanza ya kujua na kuelewa wakati, na nilikuahidi katika siku ya leo tutaangalia somo linalosema kurejesha katika mpango wa ukombozi. Lakini kabla ya kuendelea somo la leo, ningependa kuweza kukukumbusha kwa ufupi kile tulichokitazama katika somo lililopita lililokuwa lina kichwa kinachosema patakatifu na mpango wa ukombozi. Tuliangalia kutoka katika neno la Mungu katika Biblia na roho ya unabii ya kwamba tukitaka kuelewa mpango wa ukombozi ni lazima tujifunze somo la patakatifu. Tukotazama katika kitabu cha Zaburi sura ya 77 na ule mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, Mungu, njia yako katika patakatifu. Ni nani aliye Mungu mkuu kama Mungu? Kwa hiyo tukaona tukitaka kuelewa njia ya ukombozi ni lazima tujifunze somo la patakatifu, na tukajenga hoja nini maana ya patakatifu. Tukatazama kitabu cha Kutoka sura ya 25 na ule mstari wa 8. Tukaona patakatifu ni Mungu anapokaa. Neno la Mungu linasema, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Kwa hiyo tukaona patakatifu panapozungumziwa hapo sio mwili wa mwanadamu, kwa sababu kwa lugha nyingine patakatifu naweza nikasema ni hekalu. Kwa hiyo patakatifu panapozungumziwa hapo tuliona sio mwili wa mwanadamu, bali ni maskani au hema kukutania ambayo Musa aliambiwa aitengeneze mfano wa hema aliyoonyeshwa mbinguni. Kwa hiyo tukaona patakatifu ni mahali Mungu anapokaa, na tukaona patakatifu ambapo Musa aliambiwa patengeneze, kwa lugha nyingine inaitwa maskani ya Bwana au hema ya kukutania, alitengeneza sawasawa na maskani au patakatifu ambapo papo juu mbinguni. Kwa hiyo tuliweza kutazama hapo patakatifu ambapo Musa alipatengeneza katika hapa duniani, tuliona ni kivuli cha patakatifu pa mbinguni, na tukaona patakatifu ambapo Musa alipatengeneza hapa duniani huwakilisha mfumo mzima wa huduma zinazoendelea katika hekalu la mbinguni au katika patakatifu pa mbinguni au katika maskani au hema ya kukutania ya mbinguni. Na tukaona kusudi la hema ya kukutania au kusudi la patakatifu ni kwa ajili sasa ya kutakasa hekalu ambalo ndilo miili yetu. Kwa hiyo tulitazama katika kitabu cha Ezekieli sura ya 10 mstari wa 5, tukaona sehemu ya kwanza ya patakatifu au hema ya kukutania au maskani ya Bwana ilikuwa inaitwa ua wa nje. Lakini tukaweza kutazama hata vitu vilivyopatikana katika ua wa nje. Kwa ufupi tukaona ni bilika pamoja na sadaka ya kuteketezwa, ambapo kulikuwa kuna mahali palipotengwa kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, ambapo paliitwa madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Kwa hiyo tuliona katika mfumo mzima wa patakatifu, unapotuingia unakutana na ua wa nje, na kitu cha kwanza unachokiona ni sadaka ya kuteketezwa, kwa sababu ndiyo kifaa cha kwanza ambacho kiliweza kupatikana ulipoingia katika ua wa nje. Na hiki kifaa nimekwambia kinaitwa madhabahu ya sadaka ya kuteketeza. Kilitengenezwa rasmi kwa ajili ya kutoa sadaka
ya kuteketezwa. Na baada ya hapo ulikutana na birika la maji, na baada ya hapo sasa ndipo ulikutana na sehemu ya pili na ya tatu, kwa sababu sehemu ya pili tulitazama katika kitabu cha Kutoka 26 mstari wa 33 ambayo ilikuwa inaitwa patakatifu, na sehemu ya mwisho tuliitazama ilikuwa inaitwa patakatifu pa patakatifu, na kilichotenganisha patakatifu na patakatifu pa patakatifu lilikuwa ni pazia. Na tukaona ndani ya sehemu ya pili ya huu mfumo mzima wa patakatifu au maskani ya Bwana au hema ya kukutania kulikuwa kuna kinara cha taa 7, lakini pia kulikuwa kuna meza ya mikate ya uonyesho, lakini pia kulikuwa kuna madhabahu ya kufukizia uvumba pamoja na chetezo ya dhahabu. Lakini katika chumba cha mwisho au sehemu ya mwisho ambayo ndio chumba cha pili cha hekalu, kwa sababu nilikwambia hata mtu akikwambia huu mfumo mzima ulikuwa na sehemu mbili, sehemu ya kwanza ua wa nje na sehemu ya pili ni ua wa ndani au hekalu, yuko sahihi, kwa sababu hekalu lilikuwa lina vyumba viwili. Chumba cha kwanza kilikuwa ni patakatifu na chumba cha pili kilikuwa ni patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo tukaona ya kwamba hata sehemu ya mwisho ya hekalu ambayo pia ndio ilikuwa sehemu ya mwisho ya huu mfumo mzima wa patakatifu au hema ya kukutania au maskani ya Bwana, kifaa kilichopatikana humo kilikuwa ni sanduku la agano, ambapo ndani yake kulikuwa kuna amri 10 za Mungu pamoja na fimbo ya fimbo ya Haruni pamoja na kopo ya mana. Na kando ya sanduku hili la agano tutaendelea kujifunza kitu ambacho pia kilikuwa kinapatikana, kilikuwa ni chuo cha Torati, kilikuwa ni kando ya sanduku la agano. Lakini juu ya sanduku la agano katika kifuniko chake kulikuwa kuna kiti cha rehema ambacho kilikuwa kina makerubi mawili, mkono wa kuume na mkono wa kushoto, na wale makerubi wawili walikuwa wanaisujudu sheria ya Mungu iliyokuwa ndani ya sanduku la agano, kwa sababu walikuwa wameinamisha nyuso zao na mabawa yao yalikisitiri au kukifunika kiti cha rehema. Kwa hiyo tukaangalia pia katika mfumo huu wa wote wa maskani ya Bwana au hema ya kukutania au patakatifu, tuliona kulikuwa kuna kazi kuu mbili ambazo zilihusishwa katika ukombozi, kwa sababu nilikwambia tukitaka kuelewa jinsi ambavyo ukombozi unafanyika, kama tulivyotazama katika kitabu cha Zaburi sura 73 mstari wa 17, ni lazima tujifunze somo la patakatifu. Kwa hiyo tukatazama kuna kazi kuu mbili tu katika mpango wa ukombozi ambazo zinafanyika katika mfumo mzima wa hema kukutania au maskani ya Bwana au patakatifu. Na kazi ya kwanza tuliona ni kazi ya kununua ambayo inamuhusu mwana kondoo. Na tukaona kazi ya kununua ni kazi ambayo inafanyika katika ua wa nje. Ndio maana katika ua wa nje kulikuwa kuna sadaka ya kuteketezwa. Hapo ndipo mwana kondoo aliyekuwa anateketezwa alitolewa kafara katika madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Na huyo mwana kondoo alikuwa ni kivuli, lakini uhalisia wake alikuwa ni Kristo. Unapotazama katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, takusomea kwa ufupi katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 2 na ule mstari wa 24. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 24, neno la Mungu linasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupiga kwake mliponywa. Kwa tunaona kumbe Kristo ndio alichukua dhambi. Tukaona lugha nyingine ya kuchukua, kwa sababu pia neno hili limetumika katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 29. Neno la Mungu linaposema siku ya pili ameona Yesu anakuja kwake, na akasema Yohana Mbatizaji, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Na hapa Petro anasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu. Kwa hiyo Kristo alichukua, na tukaona hauwezi ukachukua dhambi mpaka ulipe bei, mpaka uinunue. Kwa hiyo tukaona Kristo kama mwana kondoo wa Mungu ndiye aliyekamilisha hii kazi ya kununua mwaka wa 31 BK alipokufa msalabani na kusema imekwisha, kwamba Kristo ndiyo alikuwa ni sadaka ya kuteketezwa ambayo ilitolewa katika ua wa nje. Unapotazama pia katika kitabu cha Isaya, fungua pamoja nami katika kitabu cha Isaya sura ya 53.
Fungua pamoja nami katika kitabu cha Isaya tuone pia kile ambacho nabii Isaya anatuambia kwamba kumbe Kristo ndiye aliyefaa kuwa sadaka ya kuteketezwa na ndiye aliyetolewa sadaka ya kuteketezwa katika ua wa nje, na tukaona ua wa nje wakilisha dunia. Leo nitakusomea nukuu ambayo inataja kwamba ua wa nje ni dunia. Unapotazama pia katika kitabu cha Isaya sura ya 53, Isaya sura ya 53, nitasoma mstari wa 4, nitasoma na mstari wa 5, lakini pia nitasoma mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nitasoma mstari wa 12, Isaya 53. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao, walakini alizichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Kwa kwamba kabla ya Kristo kuwaombea wakosaji, litakiwa kwanza achukue dhambi za watu wengi, litakiwa kwanza anunue au alipe bei ili apate kukamilisha kazi ya kwanza katika mpango wa ukombozi, ndipo sasa apate sifa ya kuwa muombezi au ya kuwa kuhani anayeishi milele kwa ajili ya kukamilisha kazi ya pili ya kurejesha katika mpango wa ukombozi. Na tulikuambia katika kipindi kilichopita ya kwamba ua wa nje huwakilisha dunia. Ni swala ambalo tuliweza kulitazama, lakini leo nitakuletea nukuu hii ambayo inataja moja kwa moja ya kwamba ua wa nje inawakilisha dunia. Unapotazama katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 6, ukurasa wa 366 na ile aya ya kwanza, tutapata uthibitisho kile ambacho mimi niliyeko hapa mbele yako pamoja na Roho wa Mungu tuliweza kuweka mkazo kwako, ya kwamba ua wa nje wa wakati ule katika mfumo mzima wa maskani ya Bwana au hema kukutania, mfumo mzima wa patakatifu uliwakilisha dunia. Nitasoma katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 6, ukurasa wa 366 na ile aya ya kwanza. Mjumbe wa Mungu anasema, katika ua wa ndani wa mbinguni. Kwa hiyo ua wa ndani ndio hekalu lililoko mbinguni, ndio patakatifu pa mbinguni. Anaendelea kusema hapa ya kwamba katika ua wa ndani wa mbinguni wanasikiliza ushuhuda wa mashahidi wa Kristo katika ua wa nje duniani. Kwa hiyo kumbe ua wa nje huwakilisha dunia, lakini pia hata nabii anasema kipindi Kristo anakuja hapa duniani kwa mara ya kwanza, alikuja kwa ajili ya kukamilisha kazi ya kununua. Ndio maana tunaona aliteseka ili aweze kuwa dhabihu ambayo ingepatanisha ulimwengu pamoja na Mungu. Unapotazama pia katika kitabu cha Pambano Kuu, hii ni sura ya 23. Ukipata nafasi utasoma kitabu cha Pambano Kuu sura ya 23, lakini huu ni ukurasa wa 415 na ile aya ya 4. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema kuhusiana na kazi ya kununua, kwa sababu nilikuahidi ya kwamba kabla ya kuendelea na kazi ya kurejesha, tutaangalia kwa ufupi jinsi pia ambavyo kazi ya kununua ilifanyika, ili tuweze kupata msingi utakaotusaidia kuelewa kazi ya kurejesha katika mpango mkuu wa ukombozi. Mjumbe wa Mungu anasema, mikono iliyojeruhiwa, ubavu uliochomwa mkuki, miguu iliyoharibiwa vinaomba kwa ajili ya mwanadamu aliyeanguka, ambaye ukombozi wake ulinunuliwa kwa gharama isiyo na ukomo. Kwa hiyo tukaona hatua ya kwanza ya kukamilisha ukombozi ni kununua.
lazima Kristo ichukue dhambi kutoka kwetu, na ile ichukue dhambi kutoka kwetu lazima alipe bei ya mshahara wa dhambi ambayo ndio mauti. Ndio maana kilichomuua pale Kristo msalabani sio dhambi zake, kwa sababu neno la Mungu linasema yeye hakutenda dhambi wala hila ikaonekana kinywani mwake. Kilichomuua pale ni mzigo wa dhambi zetu. Kwa hiyo tuliweza kuona pia kazi ya kununua ilikamilika mwaka wa 31 BK baada ya Kristo kusema imekwisha, na tukaona kazi ya kununua Mungu alitenga miaka 4000 kwa ajili ya kuweza kukamilisha kazi ya kununua, na kazi ya kurejesha tuliona kwamba Mungu ametenga miaka 2000 kwa ajili ya kukamilisha kazi ya kurejesha, na tulisema kazi ya kurejesha inamuhusu kuhani anayeishi milele. Tukasema katika mpango wa ukombozi tunahitaji mwanakondoo anayekufa na kuhani anayeishi, na mwenye sifa hizi ni Kristo pekee, kwa sababu yeye ndiyo mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Lakini pia unapotazama katika kitabu cha Waebrania, katika kitabu cha Waebrania ni fungu ambalo linatuambia ya kwamba Kristo sio mwanakondoo tu, bali ni kuhani pia kwa ajili yetu, ili aweze kukamilisha kazi ya kurejesha katika mpango wa ukombozi. Na tukatazama katika kitabu cha Waebrania sura ya 7 mstari wa 22 hadi mstari wa 25, tukaona ya kwamba Kristo alikuwa kuhani wetu mkuu, kwa sababu makuhani wengine walikuwa wanazuiliwa na mauti, lakini yeye ukuhani wake unakaa milele, azuiliwi na mauti. Ndio maana neno la Mungu linatuambia katika Waebrania 7:25, anasema kwa sababu hiyo yupo tayari kuwaokoa wale wote wamjiao Mungu kwa yeye, na yuko tayari kuwaombea siku zote, kwa sababu yeye ukuhani wake hauzuiliwi na mauti. Unapotazama katika kitabu cha Waebrania, fungua pamoja nami katika kitabu cha Waebrania sura ya 8 na ule mstari wa kwanza, nitasoma na mstari wa pili. Tuone ya kwamba mpango ukombozi ulimhitaji Kristo kama mwanakondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu, lakini ulimhitaji Kristo kama kuhani anaishi milele kwa ajili ya kukamilisha kazi ya kurejesha. Unapotazama katika kitabu cha Waebrania sura ya 8 mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasema, basi katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili, tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliiweka, wala si mwanadamu. Kwa hiyo huyu tulimtazama na tukaona ni Kristo mwenyewe, kwa sababu tulisoma Waebrania 7:22 anaposema basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa mdhamini. Kumbe anayezungumziwa hapa ni Yesu, kwa sababu Waebrania 8 mstari wa kwanza ni mwendelezo wa Waebrania 7. Ndio maana hapa anasema basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Tena wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikae, bali yeye kwa kuwa akaa milele anao ukuhani wake usioondoka, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili waombee. Kwa hiyo kuhani anayezungumziwa hapa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tuliona Yesu Kristo ndio kitovu cha mpango ukombozi. Tulitazama nukuu pia ambayo inatoka katika kitabu cha Elimu ya Kweli ukurasa wa 98, mjumbe wa Mungu anaposema sayansi ya ukombozi ni sayansi ya sayari zote, sayansi ambayo huingia ndani ya kusudi la yule aliye wa milele. Anasema sayansi ambayo inamuhusisha Bwana na Mwokozi wetu. Kwa tukaona kumbe Kristo ndiyo kitovu cha mpango wa ukombozi. Ndio maana kuna nukuu pia tulisoma katika kipindi kilichopita inayotoka katika kitabu cha Evangelism wa Injilisti 196, mjumbe wa Mungu anaposema watumishi wa Bwana wanatakiwa waliwakilishe neno la unabii lililo imara kama msingi ya imani ya Adventista wa Sabato. Unabii wa kitabu cha Danieli na Ufunuo unapaswa kujifunzwa kwa makini, na unabii huu unatakiwa uunganishwe na maneno ya Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 29 inayosema tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, kwa sababu Kristo ndiye kitovu cha unabii mzima wa upango wa ukombozi katika Biblia. Kwa hiyo napokualika katika siku ya leo kwenye somo
lenye kichwa kinachosema kurejesha katika mpango wa ukombozi. Ningependa kusisitiza kabla ya kuendelea, uweze kuwa na kalamu yako, lakini pia uweze kuwa na karatasi yako, muhimu zaidi Biblia yako mkononi na vitabu vya roho ya unabii. Lakini awali ya yote, ningependa kuweza kukualika, ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, na ikiwa una fursa ya kukaa hapo ulipofanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu unatupenda upeo, kwa maana jinsi hii uliipenda dunia hata ukamtoa mwana wako wa pekee, ili kila mtu ameaminia asipotee bali awe na uzima wa milele. Unaahidi katika neno lako ya kwamba mwana hakuja duniani ili kuihukumu dunia, bali dunia iokolewe katika yeye. Tunahitaji kuona wokovu wake leo katika somo hili ambalo nahitaji tuweze kulielewa, lenye kichwa kinachosema kurejesha katika mpango ukombozi. Hivyo na kusihi utie maneno yako kinywani mwangu, kwa sababu ni mdhaifu, pasipo wewe siwezi kufanya neno lolote lile. Lakini pia uweze kutia usikivu kwa yule anayenitazama, lakini pia kwa yule anayenisikiliza, ili maneno haya yasipite bure, na tusiishie tu kupata maarifa ya kichwani, bali tuweze kuwa watendaji wa neno, kwa sababu wale ambao wanaitwa kuwa marafiki zako ni wale ambao wanatenda yale ambao umeamuru. Tunaamini Roho wako Mtakatifu atakuwepo mahali hapa, atatuongoza kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Ndilo ombi langu kwa imani, kwa jina la Yesu, amina. Unapotazama katika kitabu cha Mhubiri, katika kitabu cha Mhubiri sura ya 1 na ule mstari wa 9, ni fungu ambalo tumekuwa tukilisoma mara kwa mara, lakini nitakukumbusha katika siku ya leo uzito wa fungu hili. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 1 na ule mstari wa 9, neno la Mungu linasema yaliyokuwako. Naposikia yaliyokuwako, inamaanisha historia au kivuli. Anasema ndiyo yatakayokuwako. Yatakayokuwako ni unabii au uhalisia. Anaendelea kusema na yaliyotendeka pia ni historia au kivuli au mfano. Anaendelea kusema ndiyo yatakayotendeka. Yatakayotendeka ni wakati ujao, ni unabii au halisi. Anaendelea kusema wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Kwa hiyo tukitaka kuelewa namna ambavyo kazi ya kurejesha inafanyika katika kipindi chetu, lazima turejee katika historia ya wana wa Israeli. Tukitaka kuelewa namna ambavyo kazi ya kurejesha inafanyika katika hekalu lililoko mbinguni, ni lazima turejee jinsi ambavyo Musa aliongozwa na Bwana kuwafundisha wana wa Israeli namna ya kufanya kazi ya kurejesha katika maskani ambayo aliagizwa aitengeneze hapa duniani, ambayo ilikuwa ni kivuli cha maskani ya mbinguni. Unapoangalia katika kitabu cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi sura ya 4. Ukipata nafasi utasoma sura hii yote, lakini ni sura ambayo inaelezea namna ambavyo wana wa Israeli walipatanishwa siku kwa siku mbele za Bwana. Unaposoma sura hii ya Mambo ya Walawi 4, utaona jinsi ambavyo mdhambi katika watu wa Mungu, unapozungumzia watu wa Mungu ni taifa la Israeli, alipotenda dhambi alienda na mnyama katika hema ya kukutania au maskani ya Bwana au patakatifu, na alipofika katika lango la hema ya kukutania aliweza kuweka mikono yake miwili juu ya yule mnyama ambaye alikuwa
ni mbadala wa uhai wake, kwa sababu neno la Mungu linatuambia pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Ili tuweze kusamehewa dhambi ni lazima damu imwagike. Unapotazama katika kitabu cha Waebrania, tutarudi katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Unapotazama kitabu cha Waebrania, fungua pamoja nami katika kitabu cha Waebrania, katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 22, neno la Mungu linasema, na katika Torati, kwa sababu hapa tunaangalia Torati, ndio maana kitabu cha Mambo ya Walawi ni sehemu ya Torati. Anasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kwa hiyo sheria ya Mungu ni takatifu na haiwezi kubadilika. Kwa hiyo mdhambi alipokosea, inamaanisha, kwa sababu tunaambiwa dhambi ni uasi wa sheria ya Mungu, alipovunja sheria ya Mungu, madai ya sheria ya Mungu yalikuwa yanahitaji uhai. Kwa hiyo kuliko Mungu kuchukua uhai wa binadamu au wa Mwisraeli, Waisraeli walitakiwa kutafuta mnyama, na mnyama ambao alikuwa akitumika alikuwa ni ng'ombe mume mchanga au ndama mume pamoja na mbuzi mume kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Lakini mnyama aliyekuwa anatumika kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa alikuwa ni mwanakondoo mume. Unapotazama, tutarejea katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 4, lakini unapoangalia pia katika kitabu cha Mambo ya Walawi 17:11, tunaona ya kwamba pasipo damu Bwana hawezi akafanya upatanisho. Ndiyo maana wana wa Israeli walitakiwa kwenda na mnyama aliye hai. Unapoangalia katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17 na ule mstari wa 11, neno la Mungu linasema, kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu. Kwa hiyo mnyama ambaye mwana wa Israeli alimpeleka katika ua wa nje pale langoni la hema ya kukutania alikuwa ni mbadala wa uhai wake. Yaani mwana wa Israeli aliyetenda dhambi ndio alistahili kufa, lakini Mungu kwa upendo mkuu alikuwa akifunua kafara ya mwanae mpendwa Yesu Kristo kupitia wanyama ambao wana wa Israeli walitakiwa kuwasongeza katika ua wa nje ili waweze kuwa mbadala wa maisha yao au mbadala wa uhai wao, kwa sababu pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi au hakuna msamaha wa dhambi. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha Mambo ya Walawi, tutarejea sura ya 4, lakini tutazame hapa Mambo ya Walawi sura ya 17 na ule mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyie upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kwa hiyo damu inawakilisha uhai. Kwa hiyo wanyama ndo waliwapatanisha pamoja na Mungu kupitia damu walizomwaga. Kwa hiyo unapoangalia sasa katika kitabu cha Mambo ya Walawi, turejee Mambo ya Walawi sura ya 4. Mambo ya Walawi sura ya 4, nitasoma kwa ufupi niweze kukupatia picha ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Kwa sababu nimekuambia alipofika katika lango la hema ya kukutania, kwa sababu baada ya lango la hema ya kukutania kulikuwa kuna ua wa nje. Pale katika ua wa nje mwana wa Israeli aliweza kuweka mikono yake juu ya yule mnyama wa kafara aliyemleta ili aweze kuwa mbadala wa upatanisho wake. Kwa hiyo kitendo cha mwanadamu kuweka mikono miwili juu ya yule mnyama, aidha ni ndama au ng'ombe mume mchanga, kwa sababu ndama ndo ng'ombe mume mchanga, au mbuzi mume, au wakati mwingine hata pia kondoo walitumika kama sadaka ya dhambi, kwa sababu nimekwambia kondoo mara nyingi alitumika kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, lakini pia kuna wakati alitumika kama sadaka ya dhambi. Kwa hiyo mwanadamu alipoweka mikono miwili
katika ua wa nje ilikuwa ikiwakilisha ya kwamba dhambi zinatoka kwa mwanadamu mkosaji na zinaenda kwa yule mnyama ambaye hakuwa na hatia, na kwa sababu yeye alichukua dhambi za yule mwanadamu aliyemleta katika patakatifu au hema ya kukutania au maskani ya Bwana, alistahili kifo, alistahili kuchinjwa ili damu yake iweze kufanya upatanisho kwa ajili ya Mwisraeli. Unapotazama katika kitabu cha Mambo ya Lawi, tutasoma tu mstari wa 1 hadi wa 6 uweze kupata picha fupi ya jinsi ambavyo upatanisho ulikuwa unafanyika kupitia hizi kazi kuu mbili, kazi ya kununua na kazi ya kurejesha, kwa sababu hatuwezi tukaelewa kazi ya kurejesha mpaka tuelewe hapa kwa ufupi ni jinsi gani ambavyo kazi ya kununua ilikuwa ikifanyika, ili tupatie msingi mzuri wa kuweza kuelewa kazi ya kurejesha. Neno la Mungu linasema mstari wa 1, Mambo ya Lawi 4, Bwana kanena na Musa na kumwambia, haya, nena na wana wa Israeli uwaambie, kama mtu yoyote akifanya dhambi pasipo kukusudia katika neno lolote ambalo Bwana amelizuilia lisifanywe, na kutenda neno lolote la maneno hayo, kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi hata analeta hatia juu ya watu, ndipo na atoe kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya na kumsongeza kwa Bwana ng'ombe mume mchanga mkamilifu kuwa ni sadaka ya dhambi. Naye atamleta huyo ng'ombe na kumweka mlangoni pa hiyo hema ya kukutania. Nimekwambia baada ya mlango wa hema kukutania, kilichofuata ni ua wa nje. Anaendelea kusema, mbele za Bwana, naye ataweka mkono wake kichwani mwake ng'ombe na kumchinja huyo ng'ombe mbele za Bwana. Anaendelea kusema ya kwamba kisha huyo kuhani aliyetiwa mafuta. Sasa tunaambiwa hapa kuhani, baada ya huyo mnyama kuchinjwa, anapoletwa huyo mnyama anapoletwa katika ua wa nje, kwa sababu baada tu ya lango la hema kukutania tunaona kulikuwa kuna madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, ambapo hapo pia wanyama walikuwa wakichinjwa na wakiteketezwa juu ya madhabahu hiyo. Kwa tunaona hapa ya kwamba anasema kisha huyo kuhani aliyetiwa mafuta atatwaa baadhi ya damu ya huyo ng'ombe, anasema, na kuileta ndani ya hiyo hema ya kukutania. Kisha kuhani atatia kidole chake katika hiyo damu na kuinyunyiza damu mbele za Bwana mara 7 mbele ya pazia la mahali patakatifu. Mahali patakatifu panapozungumziwa hapa sio mfumo mzima wa hii maskani ya Bwana, lakini ni chumba cha kwanza. Kwa hiyo anachotuambia hapa Musa ni kwamba baada ya mdhambi kuungama dhambi zake juu ya yule mnyama alichinjwa, na baada yule mnyama kuchinjwa, kuhani aliweza kuikinga damu yake, na alipokinga damu yake aliweza kuingia nayo katika chumba cha kwanza kinachoitwa patakatifu. Kwa hiyo baada ya yule mnyama kufa, kazi ya kununua ilikuwa inakamilika, kwa sababu kazi ya kununua ilikuwa inafanyika katika ua wa nje, na kazi ambayo ilikuwa inaanza sasa ni kazi ya kurejesha. Na kazi ya kurejesha inaanza kwa kuhani kuchukua damu ya huyo mnyama aliyechinjwa na kuingia nayo katika chumba cha kwanza kinachoitwa patakatifu. Kwa hiyo dhambi, kwa lugha nyingine, kwa sababu tunapoona damu lazima tuone dhambi ipo ndani yake, kwa sababu pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi, kwa sababu damu inamwagika kwa sababu kuna uovu umefanyika. Kwa sababu pasipo uovu damu isingemwagika, lakini kwa sababu ya uovu inabidi damu imwagike ili kuweza kufanya upatanisho. Kwa hiyo kuhani, kitendo cha kuchukua tu ile damu ya mnyama aliyechinjwa na kuingia nayo katika chumba cha kwanza, alikuwa anazihamishia dhambi katika chumba cha kwanza. Na je, huyu mwana Israeli au huyu mwanadamu ambaye alileta huyu mnyama alikuwa hajasamehewa? Alikuwa amesamehewa, lakini dhambi zake zilikuwa zimehamishiwa katika patakatifu. Mungu alikuwa amemsamehe, lakini kumbukumbu ya dhambi bado ilikuwepo, kwa sababu ili kumbukumbu ya dhambi iondolewe ni lazima ile damu ambayo ni kiwakilishi cha ondoleo la dhambi isionekane. Kwa hiyo ndivyo ambavyo
makuhani walikuwa wanafanya huduma hii ya upatanisho katika kazi ya kurejesha, kwa sababu nimekwambia kazi ya kununua imeishia pale. Mnyama aliyeletwa ni ng'ombe mume mchanga au ndama, ni mbuzi mume au ni mwana kondoo. Baada tu ya kuchinjwa pale, kazi ya kununua ilikuwa imekamilika. Ndio maana swala la kuchinja, hayo yote yalikuwa yanafanyika katika ua wa nje. Ndio maana Kristo ambaye alikuwa ni kivuli cha mwanakondoo, au ambaye alikuwa ni kivuli cha ng'ombe mume mchanga, yaani ndama au mbuzi mume, alikuja katika ua wa nje hapa duniani na akamwaga damu yake kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kama vile unaposoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 26. Unapoangalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 26, fungua pamoja nami kitabu cha Mathayo sura ya 26 na ule mstari wa 26. Mathayo sura ya 26 na ule mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, na walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Mstari wa 27, akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki. Mstari wa 28 anasema, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo kumbe wale walifanya kwa kivuli, lakini uhalisia wake au utimilifu wake ni namna ambavyo Kristo aliacha enzi, mamlaka na utukufu, na akaja hapa duniani kwa ajili ya kukomboa jamii ya wanadamu iliyopotea, kwa kuanza na kazi ya kununua. Na alipokamilisha kazi ya kununua, tunafahamu alikufa, akafufuka na akaenda mbinguni kwa ajili ya kuanza kazi ya kurejesha, si kama mwanakondoo bali kama kuhani. Kwa hiyo kumbe hata makuhani walifanya vivyo hivyo. Baada tu yule mwanakondoo kufa, walichukua ile damu wakaingia nayo, na walipoingia katika chumba cha kwanza ambacho kinaitwa patakatifu, walikuwa wakinyunyiza ile damu mara 7. Walikuwa na chovya na wanyunyiza mara 7 kwenye pazia. Hapa amesema mbele ya pazia, kwa sababu pazia ndio lilitenganisha mahali patakatifu na mahali patakatifu sana. Kwa walikuwa nyunyiza hiyo damu mbele ya pazia, na kuweka pia damu ambayo imebaki katika pembe za madhabahu. Ndio hapa anaendelea kusema, nitasoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 4 mstari wa 7. Anasema, kisha kuhani atatia baadhi ya hiyo damu juu ya pembe za madhabahu ya kufukizia uvumba mzuri mbele ya Bwana iliyo ndani ya hema ya kukutania, yani chumba cha kwanza patakatifu, kwa sababu madhabahu ya kufukizia uvumba ilikuwa katika chumba cha kwanza. Anaendelea kusema hapa ya kwamba anasema kisha damu yote ya huyo ng'ombe ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa iliyopo mlangoni pa hema ya kukutania. Kwa hiyo baada ya kuhani kumwaga damu mara 7 mbele ya pazia katika chumba cha kwanza cha patakatifu, lakini pia na kuweka baadhi ya damu katika pembe za madhabahu ya kufukizia uvumba au madhabahu ya dhahabu iliyomo kuwemo pia ndani ya chumba cha kwanza cha hekalu kilichokuwa kinaitwa patakatifu, alitoka nje na ile damu nyingine ile salia ya mnyama wote alimwaga katika madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo upatanisho ulikuwa ukifanyika, na nimekwambia sio ng'ombe tu, mara nyingine alikuwa akitumika mbuzi. Naweza nikakusomea tu katika hiki kitabu cha Mambo ya Walawi 4 takusomea 13 na kuendelea kwa ufupi, ili uweze kuona sio tu ng'ombe alikuwa akitumika, lakini pia mbuzi alikuwa akitumika. Lakini pia unapokuja kusoma mstari wa 32 wa kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 4, utaona hata pia mwanakondoo alikuwa akitumika. Kwa sababu mwingine anaweza kujiuliza swali, kwa nini lile fungu lisingeandikwa? Kwa nini Yohana kipindi amemwona Yesu asingesema tazama mbuzi wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu, au tazama ng'ombe wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu? Lakini kwa nini aseme mwanakondoo? Ni kwa sababu pia mwanakondoo alitumika sio tu kama sadaka ya kuteketezwa, lakini pia kama sadaka ya dhambi. Kama unapotazama kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 4 na ule mstari wa 30
12. Lakini nitakusomea mstari wa 13 Mambo ya Walawi sura ya 4 uweze kujua ya kwamba sio tu ng'ombe alikuwa akitumika, ng'ombe mume mchanga yaani ndama, lakini pia hata mbuzi mume alikuwa akitumika kwa ajili ya kufanya upatanisho. Mstari wa 13 neno la Mungu linasema, na kama mkutano mzima wa Israeli ukifanya dhambi na jambo lenyewe likayafichamania macho ya huo mkutano, nao wamefanya mojawapo katika mambo yaliyozuiliwa na Bwana kwamba wasiyafanye, nao wamepata hatia, hapo itakapojulikana hiyo dhambi walioifanya, ndipo mkutano utatoa ng'ombe mume mchanga awe sadaka ya dhambi na kumleta mbele ya hema ya kukutania. Luka hapo nitasoma mstari wa 27 kwa sababu hapa bado naona anaelezea habari ya ng'ombe kama mnyama anayetumika kwa ajili ya kufanya upatanisho kati ya Mungu na mkosaji. Nitaenda moja kwa moja katika mstari wa 27 anaposema, na mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia kwa kufanya neno lolote katika hayo ambayo Bwana alizuia asifanywe, naye akapata hatia, akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ndipo atakapoleta mbuzi mke mkamilifu awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya, naye ataweka mkono wake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi na kumchinja. Anasema huyo mtu ataweka mkono wake, anasema naye ataweka mkono wake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi na kumchinja sadaka ya dhambi mahali hapo pa sadaka ya kuteketezwa. Unaposikia mahali hapo pa sadaka ya kuteketezwa, ni madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa ambayo ilikuwa tu ni mwanzoni mwa mlango wa hema ya kukutania. Yaani unapoingia katika hema kukutania, kitu cha kwanza unachokiona ni sehemu ya sadaka ya kuteketezwa ambayo inaitwa madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Na unapokuwa unatoka katika mfumo mzima wa maskani ya Bwana au hema ya kukutania, kitu cha mwisho ndo hiki ambacho utakiona, madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, ndipo utakapoingia katika mlango wa hema ya kukutania. Kwa hiyo ukiendelea kusoma hapa anataja taratibu hizo. Kwa hiyo hata kama ni mbuzi alikuwa ametolewa kama sadaka ya upatanisho, bado ilibidi kuhani afuate taratibu zile, sio kwamba taratibu zilibadilika. Kwa hiyo alifuata taratibu zile kama ambavyo tunaona watu walivyoleta ng'ombe. Tunaona hata hapa katika mstari wa 13 hata kama watu wengi walikuwa wamekosea, waliweza kuleta ng'ombe kwa ajili ya kufanyia upatanisho, kama anavyoelezea hapa mstari wa 15 akisema, kisha wazee wa mkutano wataweka mikono yao kichwani mwake huyo ng'ombe mbele za Bwana. Anaendelea kusema mstari wa 16, kisha ng'ombe atachinjwa mbele za Bwana, kisha kuhani aliyetiwa mafuta atatwaa katika damu ya huyo ng'ombe na kuileta ndani ya hema ya kukutania. Kwa hiyo ukija ukaangalia, ndivyo upatanisho ulikuwa unafanywa siku kwa siku, lakini pamoja na sadaka hii ya dhambi, kila siku ilitakiwa itolewe sadaka ya kuteketezwa. Na sadaka ya kuteketezwa ambayo ilikuwa inatolewa daima ni sadaka ya wanakondoo waume. Unapotazama kitabu cha Hesabu, fungua pamoja nami katika kitabu cha Hesabu. Fungua pamoja nami kitabu cha Hesabu sura ya 28. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Hesabu sura ya 28. Nitasoma ule mstari wa 4. Lakini nitasoma mstari wa 3, ila mstari wa 4 ndo nitakazia kwa sababu hapo ndipo nimeweka shabaha yangu. Mstari wa 3 neno la Mungu linasema, nawe utawaambia, hii ndiyo sadaka isongezayo kwa moto, yani kwa lugha nyingine sadaka ya kuteketezwa, mtakayomsongezea Bwana, wanakondoo waume wa mwaka wa kwanza wakamilifu, 2 kila siku, wawe sadaka ya kuteketezwa ya siku zote. Na hao wanakondoo waume walimwakilisha pia Kristo, ndio alikuwa sadaka ya kuteketezwa. Alipokuwa akiteketezwa, ilikuwa ni ishara ya mwili wa Kristo ambao aliutoa kwa ajili ya wokovu wetu, kwa ajili ya kulipa bei, mwili ambao haukuwa na mwili ambao haukuwa na hatia, mwili ambao ulikuwa ni mkamilifu kama hao wanakondoo ambavyo walikuwa wakamilifu. Lakini pia damu ya yule mwanakondoo au damu ya yule ng'ombe mume mchanga au yaani ndama, au damu
ya mbuzi, hao wote waliwakilisha damu ya Kristo ambayo pia alitoa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ndio maana tumetoka kusoma katika kitabu cha Mathayo 26:28 na Mungu anaposema ya kwamba vivyo hivyo akakitwaa kikombe akisema, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Sasa unapotazama mstari wa 4 katika kitabu cha Hesabu sura 28 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, mwanakondoo mmoja utamsongeza asubuhi na mwanakondoo wa pili utamsongeza jioni. Na asubuhi inayozungumziwa hapa ilikuwa ni saa 3 na jioni inayozungumziwa hapa ilikuwa ni saa 9. Kwa hiyo hapo ndipo dhabihu zilikuwa zikitolewa za sadaka za kuteketezwa katika ua wa nje. Ndio maana hata pia Kristo kama sadaka kuteketezwa alikufa hapa duniani, kwa sababu nimetoka kusomea nukuu katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 6 366, ile aya ya kwanza ya kwamba ua wa nje huwakilisha dunia. Kwa hiyo pia hata hizi sadaka za kuteketezwa ambazo zilikuwa zinatolewa asubuhi na jioni zilimwakisi Kristo kikamilifu. Ndio maana maandiko yanatuambia hata Kristo, kama unakumbuka, alikaa msalabani masaa 6, alisulubiwa saa 3 na saa 9 alisalimu roho yake. Unapotazama, tutarejea katika kitabu cha Mambo ya Walawi, lakini napenda pia niweze kukusomea katika kitabu cha Marko. Katika kitabu cha Marko sura ya 15 na mstari wa 25, uweze kuona ya kwamba kumbe Kristo ndiye aliyewakilishwa kikamilifu na hawa kondoo waume wawili ambao walikuwa ni sadaka ya kuteketezwa waliokuwa wakitolewa asubuhi na jioni kila siku katika ua wa nje. Kwa hiyo Kristo naye alikuja hapa duniani na akatimiliza kile kitu ambacho kilikuwa kikifanywa kupitia kondoo waume wawili waliokuwa wakitolewa asubuhi na jioni. Kwa hiyo mwili wake uliangikwa saa 3 ambayo ilikuwa ni asubuhi, na jioni Kristo alisalimu roho yake ambayo ilikuwa ni saa 9. Ndio maana Kristo alikaa pale msalabani kwa masaa 6. Unapotazama katika kitabu cha Marko 15 mstari wa 25, neno la Mungu linasema, basi ilikuwa saa 3 nao wakamsulubisha. Kwa hiyo tunafahamu ya kwamba Kristo alisulubiwa saa 3 katika kitabu cha Marko 15 mstari wa 25. Lakini unapoangalia kitabu cha Mathayo inataja ilipofika saa 9 Kristo alisalimu roho yake. Unapoangalia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 27, nitasoma mstari wa 45. Neno la Mungu linasema, basi tangu saa 6, saa 6 ndipo giza lilipotanda. Anasema basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 ambayo ilikuwa ni jioni, muda ule wa kutoa dhabihu, anasema Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabaktani, yaani Mungu wangu mbona umeniacha? Mstari wa 47 anasema, na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio akatoa sifongo akaijaza siki akaitia juu ya mwanzi akamnywesha. Mstari wa 49 wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Na Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Na tulitazama katika Yohana sura ya 19 mstari wa 30 na 31 ya kwamba Kristo akasema imekwisha saa 9 na akakamilisha kikamilifu kazi ya kununua. Kwa hiyo tukaona ya kwamba kipindi Kristo amesema imekwisha, alikamilisha kazi ya kununua kikamilifu, na mfano ulikuwa umekutana na halisi kwa wakati husika, mwaka wa 31 BK. Kwa hiyo najaribu kukuelezea hivi ili uweze kupata msingi mzuri, ili tunapoanza kuiangalia kazi ya kurejesha uweze kuwa na uelewa mpana wa kuelewa hii ya huduma inayoendelea katika hekalu la mbinguni. Kwa hiyo tulikuwa tukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 4, tukaona namna ambavyo patanisho ulikuwa ukifanywa, na nimekwambia ya kwamba mwana wa Israeli alimpeleka mnyama na akaweka mikono yake
na baada ya kungama mnyama huyo alichinjwa. Na baada ya mnyama kuchinjwa, kuhani alichukua damu ya huyo mnyama, na kitendo cha kuhani kuchukua damu ya huyo mnyama katika ua wa nje na kuingia nayo katika chumba cha kwanza, hapo kuhani alianza kufanya kazi ya kurejesha. Hapo nakazia, kwa sababu ili tuelewe kazi ya kurejesha ambayo Kristo anaifanya, lazima tuelewe kazi ya kurejesha ambayo makuhani walikuwa wakifanya. Kwa hiyo kitendo cha kuhani kuchukua ile damu na kuingia nayo moja kwa moja katika patakatifu, chumba cha kwanza, katika hema ya kukutania, hiyo ni ishara ya kwamba dhambi za mwana wa Israeli zilikuwa zinahamishwa katika chumba cha kwanza ambacho kinaitwa patakatifu, chumba cha kwanza cha hekalu au chumba cha kwanza cha ua wa ndani. Na siku zote Mungu hawezi akaangalia dhambi, kwa sababu yeye ni mtakatifu sana. Kwa hiyo kuhani aliingia na damu ili kuweza kuisitiri ile dhambi au kuifunika ile dhambi, lakini kumbukumbu ya hiyo dhambi haikuondoka. Ni kweli Mungu alisamehe, lakini kumbukumbu ya hiyo dhambi ilisalia, kwa sababu kitu ambacho kiliashiria kumbukumbu ya hiyo dhambi imesalia na ipo ndani ya patakatifu ni ile damu ambayo ilikuwa imefunika ile dhambi. Mungu ili aweze kusamehe na asikumbuke kabisa, ni lazima ile damu isiwepo na ile dhambi isiwepo, damu isionekane na dhambi isionekane. Hapo ndipo Mungu angeweza kuwa amefanikisha kuwapatanisha wana wa Israeli kikamilifu pamoja na yeye. Lakini sio mara zote kuhani aliingia pamoja na damu kwa ajili ya kufanya upatanisho. Sio mara zote kuhani aliingia pamoja na damu. Wakati mwingine kuhani alikula mnyama yule ambayo wana wa Israeli walimleta, alikula nyama yake ndani ya mahali patakatifu ambapo ndipo chumba cha kwanza cha hekalu. Na kitendo cha kula nyama pamoja na kuingia na damu katika chumba cha kwanza ilikuwa tu inawakilisha kuhamisha dhambi kutoka kwa mzambi kupitia mnyama na kwenda katika chumba cha kwanza ambacho kinaitwa patakatifu. Unapotazama katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 6 utakutana na haya yanayokueleza. Mambo ya Walawi sura ya 6, nitasoma mstari wa 25 na mstari wa 26. Mambo ya Walawi sura ya 6, nitasoma mstari wa 25 na mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, nena na Haruni na wanawe uambie, amri ya hiyo sadaka ya dhambi ni hii: mahali hapo pachinjwapo sadaka ya kuteketezwa, hapo mahali hapo pachinjwapo sadaka ya kuteketezwa, hapo ni madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa ambayo inapatikana katika ua wa nje. Anaendelea kusema, ndipo itakapochinjwa sadaka ya dhambi mbele za Bwana, ni takatifu sana. Mstari wa 26 anasema, huyo kuhani atakayeisogeza kwa ajili ya dhambi ndiye atakayeila, italiwa katika mahali patakatifu katika ua wa hema ya kukutania. Kwa hiyo nyama ilikuwa inaliwa katika chumba cha kwanza, na kusudi la hii nyama kuliwa katika chumba cha kwanza ilikuwa ikiwakilisha uhamisho wa dhambi kutoka kwa mnyama ambaye anahatia kwa sababu ya uovu wa wana wa Israeli, ndio maana ameuawa, na uhamisho huu kutoka kwa mwana wa Israeli kupitia huyu mnyama na dhambi zake kwenda katika chumba cha kwanza kilichokuwa kinaitwa patakatifu. Unapoangalia pia katika kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi sura ya 10, nitasoma mstari wa 17 na wa 18, kwa sababu tunaambiwa kwa maana ni amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Kwa hiyo tukitaka kuelewa vizuri hii huduma jinsi ilivyokuwa inafanyika, ni lazima tulinganishe huku kidogo na huku kidogo, na mwisho wa siku tutapata picha kamilifu ya mpango mkuu wa ukombozi. Anasema hapa kwa mstari wa 17, Mambo ya Walawi sura ya 10 mstari wa 17 na 18. Neno la Mungu linasema, kwa nini hamkula hiyo sadaka ya dhambi katika mahali patakatifu?
kwa kuwa ni takatifu sana, naye amewapa ninyi ili kuchukua uovu wa mkutano na kuwafanyia upatanisho mbele za Bwana. Kwa hiyo kumbe kitendo cha kula nyama ilikuwa ni kuchukua uovu wa mkutano na kuwafanyia upatanisho mbele za Bwana ndani ya chumba cha kwanza cha hekalu kinachoitwa patakatifu, kwa sababu ndipo dhambi zilikuwa zinahamishiwa. Unapoangalia mstari wa 18 anaendelea kusema, angalieni, hiyo damu yake haikuletwa ndani ya mahali patakatifu. Tuliona tu sio tu damu, nimetoka kuambia hapa ya kwamba sio tu damu. Huku nyuma tumeona hivyo ya kwamba sio tu damu iliyokuwa ikiwakilisha uhamishaji wa dhambi ndani ya patakatifu kutoka kwa wana wa Israeli kupitia mnyama wa kafara, lakini pia hata ulaji wa nyama kupitia makuhani wa huyu mnyama wa kafara kulimaanisha pia hamisho la dhambi kutoka kwa mkutano wa wana wa Israeli kuingia katika chumba cha kwanza cha hekalu ambacho ni patakatifu. Ndio maana panaendelea kusema, angalieni, hiyo damu yake haikuletwa ndani ya mahali patakatifu, iliwapasa kuwila. Anaposema kuwila, ni kweli Mungu aliwakataza wana wa Israeli hata makuhani wasitumie damu hailiwi. Kwa anachozungumziwa hapa kuwila, damu inanywewa, damu hailiwi. Kwa hiyo kinachozungumziwa hapa ni nyama. Ndio maana huku mstari wa 17 anasema, kwa nini yamkula hiyo sadaka ya dhambi? Anaendelea kusema, iliwapasa kuwila ndani ya mahali patakatifu kama nilivyowaagiza. Na unapoangalia pia nabii anazungumza kitu hiki katika kitabu cha Pambano Kuu. Kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy. Ukipata nafasi utasoma sura hii ya 23 yote, lakini hapa tu nitakusomea ukurasa wa 417. Hizi ni kurasa za Kiingereza hadi ukurasa wa 418. Utakutana na aya hii, Great Controversy, Pambano Kuu, ukurasa wa 417 hadi ukurasa wa 418. Mjumbe wa Mungu anasema, wakati mwingine damu haikupelekwa katika patakatifu. Patakatifu ni chumba cha kwanza. Ndicho anachokizungumzia hapa nabii. Ila kuhani aliila nyama ya sadaka. Anasema kama Musa alivyowaelekeza wana wa Haruni akisema, Mungu amewapatia ninyi ili kuchukua uovu wa mkutano. Ananukuu fungu ambalo tumelisoma, Walawi 10:17. Anasema taratibu zote mbili, kunyunyiza damu na kula nyama, ziliwakilisha uhamishaji wa dhambi kutoka kwa mwenye dhambi na kuiweka katika patakatifu. Kwa hiyo hii huduma ilikuwa inafanyika kila siku, na kwa sababu ilikuwa inafanyika sasa kila siku, kwa sababu nimekwambia hii huduma ya uhamishaji wa dhambi katika patakatifu ilikuwa ni huduma ya kazi ya kurejesha. Nimekwambia kazi ya kununua imekomea pale ambapo mnyama amechinjwa, hapo kazi ya kununua imekomea. Lakini kitendo cha kuchukua damu ya huyo mnyama aliyechinjwa na kuingia nao katika chumba cha kwanza na kunyunyiza mbele ya pazia, hiyo ni kazi ya kurejesha. Kwa hiyo kazi ya kurejesha ilianza kufanyika katika chumba cha kwanza na itakamilika kufanyika katika chumba cha pili cha hekalu, ambao ni sehemu ya tatu ya maskani au mfumo mzima wa hema ya kukutania au mfumo mzima wa patakatifu, ambayo hiyo sehemu ya tatu ambacho ndio chumba cha pili cha hekalu inaitwa patakatifu pa patakatifu. Hapo ndipo kazi ya kurejesha itakapokamilika. Ndio maana Mungu aliwaamuru makuhani waweze kufanya hii huduma ya kila siku katika chumba cha kwanza, lakini akamtenga na akamteua kuhani mkuu aingie mara moja kwa mwaka katika chumba cha pili ambacho ni patakatifu kwa ajili ya kutakasa dhambi ambazo zimefunika kwa damu ya wanyama, aidha ni mbuzi, aidha ni ndama mume au ni mwana kondoo.
Kwa hiyo Mungu alimteua kuhani mkuu ili aweze kufanya huduma itakayokitakasa chumba cha kwanza, na mwisho wa siku kutakasa mfumo mzima wa maskani ya Bwana, na mwisho wa siku kutakasa kusanyiko lote la wana wa Israeli. Lakini kabla ya kuendelea na kufika huko, ningependa niweze kukuonesha uhusiano wa jinsi ambavyo kuhani alikuwa akifanya kazi ya kurejesha na Kristo mwenyewe ambaye ni kuhani ambaye pia alikuwa anaanza kufanya kazi ya kurejesha. Kwa sababu hapa nimekueleza huduma ya kuhani kipindi anaanza kazi ya kurejesha, na kazi ya kurejesha alikuwa anaifanya ni kuihamisha dhambi ya mwana wa Israeli katika chumba cha kwanza kinachoitwa patakatifu kwa kuifunika na damu ya mnyama, kwa kunyunyiza damu hiyo mbele ya pazia. Hali kadhalika Kristo nayo, unaposoma katika kitabu cha Waebrania, unapotazama katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 12, utaona ya kwamba kitu hicho Kristo alianza kukifanya. Kwa hiyo kazi ya kurejesha Kristo alianza kuifanya tu baada ya kufufuka na kuingia mbinguni. Hapo alianza kufanya kazi ya kurejesha. Na alikuwa anafanyaje kazi ya kurejesha? Kwa njia ya kufunika dhambi kwa damu yake mwenyewe. Kwa sababu agano la kwanza, agano la kivuli, lilikuwa ni dhaifu, na tutaangalia katika sura ya Waebrania 9 kwa sababu gani agano la kale, agano la kwanza la upatanisho lilikuwa ni dhaifu, na kwa nini lilihitaji agano bora zaidi ambalo ni agano jipya. Kwa sababu tunaona agano lile kwanza wanakamilisha watu wawili. Mtu wa kwanza, na naposema mtu natumia tamathali za semi, simaanishi ni mtu, lakini namaanisha ni nyama, ndiye aliyekuwa pia akikamilisha huduma hii. Lakini mtu wa pili alikuwa ni kuhani. Lakini katika agano jipya tunaona ni Kristo pekee ndio anakuwa mtu wa kwanza, akichukua nafasi ya mwanakondoo kwa ajili ya kazi ya kununua, lakini pia ndiye huyo ambaye anachukua nafasi ya kikuhani kwa ajili ya kukamilisha kazi ya kurejesha. Unapotazama pia, nimekuambia tufungue katika kitabu cha Waebrania. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Waebrania. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 12. Waebrania sura ya 9 ule mstari wa 12, neno la Mungu linasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ya ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu. Patakatifu panapozungumziwa hapa ni chumba cha kwanza, anasema akiisha kupata ukombozi wa milele. Ndio maana kipindi Kristo anakuja duniani, unajua dhabihu za wanyama zisingeweza kuondoa hatia ya dhambi mbele za Mungu. Ndio maana kipindi Kristo anakuja hapa mara ya kwanza duniani, unapotazama katika kitabu cha Waebrania, katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 na ule mstari wa 5, neno la Mungu linasema, kwa hiyo ajapo duniani asema, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Hili fungu linaonyesha ya kwamba Mungu hakupendezwa na dhabihu zile. Ni kweli zilikuwa ni kivuli cha huduma ya Kristo, lakini hakupendezwa na zile dhabihu kwa sababu zisingekutana na gharama ya uvunjifu wa sheria yake takatifu. Ndio maana unaposoma pia katika kitabu cha Waebrania sura ya 9, Waebrania sura ya 9 mstari wa 8 hadi mstari wa 10, neno la Mungu linasema, Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado. Anasema njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado. Kwa nini? Kwa sababu haikupatikana dhabihu iliyo bora zaidi, na dhabihu iliyo bora zaidi alikuwa ni Kristo mwenyewe. Alitakiwa kwa kifo chake, kwa sababu tunafahamu mwaka 31 BK alikufa, na baada ya kufa kwa imani aliingia na damu yake mwenyewe kama damu ya dhabihu iliyo bora zaidi katika chumba cha kwanza kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya kurejesha kwa njia ya kufunika dhambi za waumini wake wanaotubu hapa duniani. Unapoangalia katika kitabu cha Waebrania, unapoangalia kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 8, nitasoma hadi mstari wa 10, neno la Mungu linasema, Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu
ilikuwa haijadhihirishwa bado. Hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali kisimama. Hema ya kwanza ni kivuli, ndio tuliokuwa tunaisoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Hizo taratibu zote zilikuwa zikifanyika katika hema ya kwanza. Anaendelea kusema hapa ya kwamba ilikuwa haijadhihirika bado. Anasema hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Kwa hiyo ile ilikuwa ni mfano, lakini uhalisia ni hema ya mbinguni ambayo Kristo anahudumu sasa. Anaendelea kusema ya kwamba wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu abuduo. Hizi zisingeweza kumkamilisha mtu kwa sababu zisingeweza kukutana na madai ya sheria takatifu ya Mungu, kwa sababu ni siyobadilika. Kwa hiyo yule ambaye angefaa kutoa uhai kwa ajili ya sheria ya Mungu ni mwana pekee wa Mungu, ni Mungu mwenyewe. Ndio maana katika masomo ya nyuma tuliangalia mafungu ambayo yanatuambia hakuna mtu ambaye anaweza akamkomboa ndugu zake wala kulipa fidia ya nafsi yake, na tukaangalia fungu linalosema hapa ya kwamba Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Kwa hiyo ni Kristo pekee tu ambaye angetoa mwili wake, angetoa damu yake kwa ajili ya kutukamilisha sisi katika upatanisho na Baba wa mbinguni. Ndio maana hapa anaendelea kusema hapa ya kwamba mstari wa 10 anasema hapa ya kwamba kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawaza kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Wakati wa matengenezo mapya ni mwaka wa 31 BK, Kristo alipokufa na kwa imani akafufuka, akaingia na damu yake katika chumba cha kwanza kwa kuanza kufanya kazi ya kurejesha kwa njia ya kufunika dhambi kwa waumini wanaotubu. Anaendelea kusema hapa katika mstari wa 11, Waebrania 9:11, anasema lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo. Kwa huduma ya Kristo ndio ingekubalika kama mwanakondoo anayekufa, lakini kama kuhani anayeishi. Na tutaangalia kwa nini ukuhani wa Kristo umekubalika na Mungu. Tutaangalia hapa. Anaendelea kusema kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya dunia hii. Na mstari sasa wa 12 ambao tuliusoma unakuwa na maana kubwa anaposema wala si kwa damu ya mbuzi, kwa sababu wale makuhani walianza kufanya kazi ya kurejesha kwa kuchukua damu ya mbuzi na kuingia nayo katika chumba cha kwanza. Lakini hili huduma Mungu hakuikubali. Tutaangalia hapa kwa nini Mungu hakuikubali. Alikubali huduma ya Kristo kwa sababu aliingia kwa damu yake mwenyewe. Anaendelea kusema hapa ya kwamba wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Anaendelea kusema mstari wa 13, kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, anasema itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa dhabihu ya Kristo ndiyo ingeweza kuwakamilisha wale wanaomwabudu Mungu, ndiyo ingekutana na madai ya sheria ya Mungu iliyovunjwa. Mstari wa 15 anasema sasa kwa nini ukuhani wa Kristo ulikubaliwa zaidi, au kwa nini huduma ya Kristo ilikubaliwa zaidi kama kuhani, au kwa nini Kristo alifaa kwa ajili ya kufanya kazi ya kurejesha. Wale hawakufaa kwa ajili ya kufanya kazi ya kurejesha ambayo ingemtukuza Mungu au ingekutana na kiu ya Mungu au kiu ya sheria yake takatifu, kwa sababu katika kufanya kazi ya kurejesha hawakuingia na damu zao wenyewe, waliingia na damu ya mnyama. Ndio maana lilihitajika agano bora zaidi ili muhudumu au kuhani wa ili agano jipya aingie katika chumba cha kwanza ambacho ni patakatifu. Yeye ndo atakuwa ni njia ya kuingia patakatifu. Ndio maana Kristo anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo ilihitajika aje kuhani atakayeingia na dhabihu yake mwenyewe ndani ya patakatifu kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya kurejesha. Na tunaona utimilifu ulitokea mwaka wa 31 BK, Kristo alipoingia katika chumba cha kwanza katika hekalu la mbinguni na kuanza
kufanya kazi hiyo. Ndio maana katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 15 anatoa sababu ambayo ilifanya huduma ya Kristo kukubalika mbele za Mungu. Anasema, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya. Nani ni mjumbe wa agano jipya? Ni Kristo mwenyewe. Anasema hapa ya kwamba ili mauti kisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokea ahadi. Anasema hao walioitwa waipokea ahadi ya urithi wa milele. Mstari wa 16 anaenda moja kwa moja akitaja sababu. Anasema maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyeifanya. Kwa hiyo makuhani hawakufanya mauti, waliingia na damu za wanyama, hawakuingia na damu zao wenyewe. Ndio maana Mungu asingekubali huduma yao. Ndio maana wao walifanya kivuli, lakini ukamilifu wake ulikuwa katika Kristo. Anaendelea kusema hapa mstari wa 17, kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotokea kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba huduma ya Kristo kama kuhani ilikubalika ili aweze kufanya kazi ya kurejesha, kwa sababu aliingia na damu yake mwenyewe. Na hiyo ndiyo sifa ya kuhani ambayo pia Mungu aliwaagiza watu, sifa ya kuhani ambaye Mungu angemkubali kwa ajili ya kutetea jamii ya wanadamu. Unapotazama katika kitabu cha Waebrania sura ya 5, unapoangalia kitabu cha Waebrania sura ya 5 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusuyo Mungu, ili atoe kitu cha kwanza matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Lakini kitu hiki kinarudiwa katika kitabu cha Waebrania sura ya 8 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe, anasema, vipawa na dhabihu. Kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Kwa hiyo Kristo pekee ndiye aliyekamilisha sifa hii. Alitoa mwili wake kama dhabihu, alitoa mwili wake kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na akaimwaga damu yake kwa ajili ya upatanisho wetu, na kwa imani akafaa kuwa kuhani anayeishi milele, ambaye mwaka wa 31 BK akaingia chumba cha kwanza katika hekalu la mbinguni, na akaanza kufanya kazi ya kurejesha kwa njia ya kufunika dhambi za waumini wanaotubu. Ndio maana nimekusomea fungu la Waebrania hii sura ya 10 mstari wa 5 anaposema dhabihu na matoleo. Kristo alipokuwa anakuja duniani alisema dhabihu na matoleo hukupendezwa navyo, bali mwili ndio ulioniwekea tayari. Kwa hiyo Mungu alihitaji mwili wa Kristo utolewe kwa ajili ya upatanisho, na baada ya hapo damu yake aingie nayo kwa imani kama kuhani mkuu. Ndio maana Kristo alipofuka alikuwa kuhani, hakuwa mwanakondoo tena. Kwa hiyo alikuwa kuhani mkuu aliyeingia na damu yake kwa imani katika chumba cha kwanza kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya kurejesha kwa njia ya kufunika dhambi kwa waumini wanaotubu. Kwa hiyo kuanzia mwaka wa 31 BK waumini wote ambao walikuwa wakitubu dhambi zao zilikuwa hazifutwi, kama ilivyokuwa katika Israeli ya kale. Dhambi zao zilikuwa hazifutwi, zilikuwa zinafunikwa na damu ya Kristo, kama vile ambavyo dhambi za wana wa Israeli zilifunikwa na damu ya wanyama ambao Bwana aliwaagiza kwa ajili ya kufanya upatanisho kwa njia ya kutoa kafara. Ndio maana unapoangalia kwenye kitabu cha Zaburi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi sura ya 32 na ule mstari wa kwanza. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Zaburi sura ya 32 na ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, heri aliyesamehewa dhambi. Na unajua wapendwa, kusamehewa dhambi hakuji tu mpaka tumeiacha dhambi kikamilifu. Yaani Kristo kutoa msamaha sio kwamba tu leo unaposema nisamehe kesho narudia hiyo dhambi anaifunika. Hapana. Dhambi inafunikwa na Kristo kwa kigezo kimoja tu, pale ambapo unajitenga mbali nayo. Ndio maana unapoangalia kwenye kitabu cha Mithali, tutarejea katika kitabu cha Zaburi, lakini pia tuangalie kwenye kitabu cha Mithali
Tuangalie kitabu cha Mithali. Fungua pamoja nami kitabu cha Mithali sura 28. Fungua pamoja nami kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali sura ya 28 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali anayeziungama na kuziacha atapata rehema. Kwa hiyo ukiziacha dhambi ndipo unapata msamaha, kwa sababu rehema inaambatana na msamaha. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia afichaye dhambi zake hatafanikiwa, lakini anayeziungama, ungamo la kweli au msamaha wa kweli ni kujitenga mbali na uovu na kuachana nao. Kwa unapojitenga mbali na dhambi kikamilifu, ndipo Kristo anafunika dhambi yako kwa damu yake. Ndiyo kazi ambayo Kristo alianza kuifanya mwaka wa 31 BK. Baada ya kufufuka mwaka huo huo alienda mbinguni kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Ndio maana kitabu cha Zaburi 32 mstari wa 1 tulikuwa tumeanza kusoma, nasema heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Kumbe unaposamehe dhambi unasitiriwa. Maana kusitiri ni kufunika au kuziba. Kwa hiyo waumini wote ambao wametubu kuanzia mwaka wa 31 kabla ya mwaka 1844, dhambi zao zilisamehewa, lakini zilikuwa zimefunikwa kwa damu ya Kristo. Kwa lugha nyingine, kumbukumbu ya dhambi zao ilibaki katika hekalu la mbinguni. Na kama vile ilivyokuwa katika huduma ya mfano, unapotazama katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16, ukipata nafasi utasoma sura hii, kama ilivyokuwa katika huduma ya mfano, kipindi ambapo dhambi za wana wa Israeli zilichafua chumba cha kwanza ambacho kiliitwa patakatifu, kwa sababu ndicho chumba ambapo dhambi zao zilikuwa zinahamishiwa kila siku kwa mwaka. Bwana aliamuru siku moja itengwe kwa mwaka. Nimekwambia huduma hizi za patakatifu walikuwa akifanya makuhani waliotiwa mafuta wa kawaida, lakini kuhani special, kuhani wa pekee, kuhani wa tofauti ambaye alikuwa anaitwa kuhani mkuu, ndiye ambaye alifanya kazi katika sikukuu ya upatanisho kwa ajili ya kupatakasa patakatifu au kwa ajili ya kutakasa hekalu, kwa sababu ili utakase hekalu ni lazima utakase kile ambacho kimechafua hekalu, ambazo ni dhambi ambazo zipo ndani ya chumba cha kwanza ambacho ni patakatifu. Kwa hiyo ili tuelewe jinsi gani ambavyo Kristo atafanya huduma katika wakati tulionao, lazima tuelewe jinsi ambavyo kuhani mkuu ambaye alikuwa ni kivuli cha Kristo alivyofanya huduma katika hema ya kukutania ya kwanza, ambayo Musa aliambiwa aitengeneze mfano wa hema ya mbinguni au mfano wa maskani ya mbinguni au mfano wa patakatifu pa mbinguni. Kwa hiyo ukija ukatazama katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16, utaona hapo Mungu alitenga siku moja kwa mwaka kwa kuhani mkuu ili aweze kufanya huduma itakayo takasa hekalu au huduma ambayo itatakasa patakatifu. Na hatuna muda wa kuanza kusoma Mambo ya Walawi sura ya 16, lakini nakupatia hili zoezi, ukipata nafasi uweze kupitia kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16, ambayo sura hiyo inazungumzia juu ya sikukuu ya upatanisho. Katika sikukuu ya upatanisho nitakueleza tu kiufupi jinsi ambavyo ilikuwa inafanyika katika siku hiyo. Kwanza, kuhani alitakiwa kuwa na vitu vifuatavyo. Alitakiwa kuwa na ng'ombe mume mchanga. Huyu ng'ombe mume mchanga alikuwa ni kwa ajili ya upatanisho wake mwenyewe na nyumba yake, kwa sababu kabla ya kutakasa kusanyiko lazima ajitakase yeye mwenyewe. Kwa hiyo huyu ng'ombe mume mchanga alikuwa ni kwa ajili ya kumfanyia kuhani mkuu na nyumba yake upatanisho. Lakini pia kitu kingine ambacho alikuwa nacho kilikuwa ni mbuzi, ambaye huyu mbuzi mume alikuwa ni kwa ajili ya sadaka ya dhambi, kwa sababu waliuletwa mbuzi wawili na wakapigiwa kula katika sikukuu hii ya upatanisho. Kula moja ilimwangukia mbuzi ambaye alitolewa kwa ajili ya sadaka ya dhambi ambaye aliitwa mbuzi wa Bwana, na kula nyingine ilimwangukia mbuzi ambaye aliachwa hai mpaka mwisho wa huduma ya sikukuu ya upatanisho ambaye aliitwa mbuzi wa Azazeli. Lakini pia kuhani alitakiwa kuwa na kondoo kama sadaka ya kuteketezwa. Alitakiwa kuwa na kondoo mume mkamilifu kama sadaka
ya kuteketezwa. Na baada ya hapo kuhani, nitakueleza sasa jinsi alivyokuwa akifanya upatanisho katika sikukuu ya upatanisho. Na katika siku hii wana wa Israeli walitakiwa kufunga, walitakiwa kujitesa nafsi zao mbele za Bwana. Hawakula, lakini walifunga, wakajichunguza mioyo yao, ili kuhani anapokamilisha huduma katika patakatifu patakatifu wasikatiliwe mbali na kusanyiko. Kwa hiyo nitakueleza kwa ufupi jinsi ambavyo kuhani alivyokuwa akifanya upatanisho kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya kusanyiko zima la wana wa Israeli. Kwanza, kuhani alimchinja kama ilivyo kawaida ambavyo nimekueleza katika huduma ya kila siku. Alimchinja yule ng'ombe mume au ndama, alimchinja katika ua wa nje na kuingia na damu yake ndani ya patakatifu pa patakatifu moja kwa moja katika chumba cha pili. Na alipoingia ndani ya patakatifu pa patakatifu, ambapo ni chumba cha pili cha hekalu au sehemu ya tatu ya maskani au hema ya kukutania au mfumo mzima wa patakatifu, alinyunyiza mara 7 kuelekea mashariki katika kiti cha rehema. Na baada ya hapo kuhani alitoka na hiyo damu, lakini pia akainyunyiza juu ya madhabahu ya dhahabu iliyokuwa katika chumba cha kwanza, ili kutakasa hiyo madhabahu na dhambi. Lakini baada ya hapo alikuja sasa akachukua tena, alikuja akamchukua ule mbuzi wa Bwana akamchinja. Ule mbuzi wa Bwana alipochinjwa, aliingia na damu yake kwa imani katika chumba cha pili ambacho ni patakatifu patakatifu, na akanyunyiza hivyo hivyo, kwa sababu huyu mbuzi ni kwa ajili ya kutakasa au kwa ajili ya kupatanisha mkutano. Ng'ombe ilikuwa ni kwa ajili yake na nyumba yake. Kwa hiyo akafanya vivyo hivyo kama alivyofanya kwa ajili yake na nyumba yake. Akaingia na damu ya yule mbuzi ndani ya chumba cha pili ambacho ni patakatifu patakatifu au patakatifu mno, na akamimina damu ya yule mbuzi juu ya kiti cha rehema mara 7 kuelekea mashariki, kwa sababu alichovya katika ile damu na alichovya mara 7 kwa kimimina juu ya kile kiti cha rehema. Na baada ya hapo alitoka katika chumba cha kwanza na akanyunyiza pia ile damu juu ya madhabahu ya kufukiza uvumba au madhabahu ya dhahabu ambayo ilikuwa katika chumba cha kwanza cha nini? Chumba cha kwanza cha hekalu, ambacho hicho chumba cha kwanza cha hekalu nimekwambia kinaitwa patakatifu. Na baada ya hapo aliponyunyiza damu damu yake ambayo ilikuwa ni damu ya ng'ombe mume mchanga, ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya upatanisho wake na nyumba yake, damu iliyobaki aliiweka katika pembe za madhabahu kuwa kama kumbukumbu ya utakaso wa hekalu. Lakini pia hata damu nyingine ya mbuzi ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kuwapatanisha wana wa Israeli pia aliacha katika pembe ya madhabahu ya kufukizia uvumba au madhabahu ya dhahabu, ili iweze kuwa ukumbusho mbele za Bwana kama ishara ya utakaso wa hekalu. Na baada ya hapo kuhani alitoka akiwa ameinua mikono yake miwili. Unapotazama, fungua pamoja nami ile kitabu cha Mambo ya Walawi 16:20. Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi 16:20. Mambo ya Walawi 16:20, neno la Mungu linasema, naye akiisha kufanya upatanisho, ndio watu ambao na kuelezea, alipomaliza kufanya upatanisho alitoka akiwa ameinua mikono miwili, na ile mikono miwili aliweka juu ya mbuzi wa Azazeli, juu ya kichwa cha mbuzi wa Azazeli ambaye alipigiwa kura na akaachwa hai mpaka upatanisho ufikie mwisho wake. Ndio maana hapa anaendelea kusema hapa ya kwamba naye akiisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu na hema ya kukutania, anasema na madhabahu, atamleta yule mbuzi aliye hai, naye Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai. Hili ni tukio katika miisho ya sikukuu ya upatanisho. Anasema naye Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao na dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa cha yule mbuzi
kisha atampeleka ende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari, na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote mpaka nchi sio na watu, naye atamwacha mbuzi jangwani. Kwa baada ya mbuzi kupelekwa jangwani, kusanyiko lote lilikuwa takatifu. Wote ambao waliungama dhambi zao zilihamishwa kutoka patakatifu, kutoka katika hekalu, mfumo mzima wa hema ya kukutania, na dhambi zao ziliwekwa juu ya mbuzi wa Azazeli. Kwa hiyo tunaona hivyo ndivyo patakatifu palivyotakaswa, au hivyo ndivyo hekalu lilitakaswa. Kwa hiyo kwa namna hiyo hiyo, kwa sababu tumeona yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, yaliyotokea ndiyo yatakayotokea, yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala kuna jambo jipya chini ya jua. Kwa hiyo kama vile ambavyo wana wa Israeli walipatanishwa hii siku moja kwa mwaka, ambayo ilikuwa ni tarehe 10 ya mwezi wa 7. Tarehe 10 mwezi wa 7 ndio sikukuu ya upatanisho ilikuwa ikifanyika. Kadhalika hivyo hivyo Kristo kuhani wetu mkuu. Unapotazama katika kitabu cha Waebrania, fungua pamoja nami katika kitabu cha Waebrania, fungua pamoja nami katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 23 na 24. Neno la Mungu linasema, basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Kwa hiyo kitendo cha kuhani kumaliza sikukuu ya upatanisho, ndipo hekalu lilitakaswa na hekalu likawa takatifu. Kwa hiyo tunaona hicho lazima tukione katika huduma ya Kristo kama kuhani wetu anayeishi milele, kwa sababu tumeona alianza kufanya kazi ya kurejesha kwa njia ya kufunika dhambi kwa damu yake katika chumba cha kwanza mwaka wa 31 BK, na ilipofika tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844, kwa sababu dhambi za waumini wote wanaotubu zilikuwa ndani ya patakatifu, na patakatifu sio chanzo cha dhambi. Patakatifu sio chanzo cha dhambi. Chanzo cha dhambi ni Shetani. Kwa hiyo inabidi pia Kristo atoke chumba cha kwanza aingie chumba cha pili kwa ajili ya kutakasa hekalu, au kwa ajili ya kutakasa chumba cha kwanza ambacho kimebeba hatia au uovu wa dhambi za watu wake ambao wametubu, ili kama vile ambavyo kuhani alizihamisha juu ya kichwa cha mbuzi wa Azazeli, vivyo hivyo Kristo azirejeshe hizo dhambi au azihamishe baada ya kumaliza huduma ya upatanisho juu ya kichwa cha Shetani. Ndio maana hapa katika kitabu cha Waebrania, nitasoma Waebrania 9 mstari wa 23 na 24, anasema basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Kwa hiyo tunaona dhabihu iliyo bora ilikuwa ni damu ya Kristo, na katika chumba cha kwanza alikuwa akitumia damu yake kufunika dhambi. Sasa katika chumba cha pili tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 alipotoka patakatifu akaingia patakatifu tutaona Kristo alianza kufanya kazi ya kutakasa hekalu, na ili hekalu litakaswe lazima dhambi ziondolewe, kwa sababu kabla ya hekalu la mbinguni kutakaswa lazima kwanza hekalu la hapa chini litakaswe. Lazima Kristo hawezi akatakasa hekalu kama bado tumeshikilia dhambi. Ni lazima tuungame dhambi kwa imani, tuziachilie, tutubu. Ndio maana nimekusomea kitabu cha Mithali 28:13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Lakini pia nikakusomea kwenye kitabu cha Zaburi 32 mstari wa 1, anaposema heri aliyesamehewa dhambi zake na kusitiriwa makosa yake. Kwa hiyo Bwana atazistiri dhambi zetu, tutapata rehema kwa damu yake, ambao ndo dhabihu iliyo bora inayozungumziwa hapa kwa ajili ya kutakasa nakala za mbinguni. Nakala za mbinguni ni vitabu vya kumbukumbu ambavyo vimebeba dhambi zetu. Ni lazima huyu muumini anayetubu hapa duniani atengane na dhambi kikamilifu, ampatie Kristo dhambi.
Kwa hiyo unapotazama hapa, anaendelea kusema pia kwamba kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu, tena patakatifu hapa ametumia umoja, lakini pija ukaangalia katika Biblia King James Version ya Kiingereza amesema holy places. Azungumzii tu chumba cha kwanza, lakini azungumzia hata na chumba cha pili, kwa sababu hivi ndivyo vyumba pekee ambapo kazi ya kurejesha inafanyika. Kazi ya kurejesha ilianza chumba cha kwanza mwaka wa 31 BK kwa njia ya Kristo kufunika dhambi, na kazi ya kurejesha itakamilika katika chumba cha pili, kwa sababu kazi ya kurejesha katika chumba cha pili ilianza tarehe 22 mwezi wa 10 1844 Kristo alipotoka patakatifu akaingia patakatifu kwa njia ya kufuta dhambi. Ndio maana hapa anaendelea kusema mstari wa 24, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndiyo mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Kwa hiyo ukija ukaangalia pia mafungu haya yanakupeleka pia katika huduma ya Kristo, sio tu ambayo aliifanya katika chumba cha kwanza, huduma ya kurejesha kwa njia ya kufunika dhambi kwa damu yake ambayo ndio dhabihu iliyo bora zaidi, lakini pia hata huduma ambayo aliifanya chumba cha pili katika sikukuu ya upatanisho tarehe 22 mwezi wa 10 1844, na ambayo anaendelea kuifanya hadi sasa kwa njia ya kufuta dhambi. Kwa hiyo tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 ndio ilikuwa sikukuu ya upatanisho ambayo Kristo alitakiwa ingie katika chumba cha pili kinachoitwa patakatifu mno kwa ajili ya kutakasa chumba cha kwanza ambacho kilikuwa kina kumbukumbu za waumini ambao wanatubu hapa duniani. Kwa hiyo kitendo cha Kristo kutakasa hekalu ni lazima hekalu la hapa duniani ambao ni mwili wa mwanadamu uachane na uovu kikamilifu. Hapo ndipo Kristo ataweza kuondoa dhambi kwa damu yake ambazo amezifunika katika nakala zilizoko juu mbinguni. Kwa hiyo nimekuambia ili hekalu zitakaswe ni lazima dhambi iondolewe. Ili hekalu litakaswe ni lazima dhambi iondolewe. Kwa hiyo kama dhambi bado zipo hekaluni, hekalu haliwezi kutakaswa. Na kama tutaendelea kutenda dhambi hapa duniani, Kristo ataendelea kubaki katika patakatifu pa mbinguni milele zote. Lakini nabii anatuambia haitakuwa hivyo, atashinda. Watakuwepo watu ambao watampatia Kristo dhambi na Kristo atazifunika kwa damu yake, na kwa wakati mwafaka atazifuta. Na tumeona huo wakati mwafaka umeanza tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Ndio maana unapoangalia katika kitabu cha Danieli, fungua pamoja nami katika kitabu cha Danieli. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Danieli sura ya 8 na mstari wa 14. Danieli sura ya 8 na ule mstari wa 14. Danieli sura ya 8 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Biblia ya Kiingereza imesema sanctuary, ndipo hema, lakini yote ni sawa, kwa sababu ili hekalu zima litakaswa au maskani yote ya mbinguni au patakatifu pa mbinguni patakaswa, ni lazima chumba cha kwanza ambacho kimebeba kumbukumbu za dhambi za waumini ambao wametubu kitakaswe. Na ili kitakaswe lazima kuhani, kama vile katika historia katika Israeli ya kale, kuhani alipoingia chumba cha pili ambacho ni patakatifu sana kwa ajili ya kutakasa chumba cha kwanza na mwisho wa siku kutakasa hekalu, hali kadhalika hivyo hivyo Kristo inabidi atoke chumba cha kwanza aingie chumba cha pili ambacho ni patakatifu mno ili akitakase na maovu yote ya wana wa Israeli. Ndio maana hapa anasema akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi. Kwa nini jioni na asubuhi? Kwa sababu jioni na asubuhi ndipo sadaka ya kuteketeza ilikuwa ikitolewa, na unaona hii sadaka ya kuteketezwa ilikuwa ikimhusu Kristo mwenyewe. Ndio maana aliingia kwa imani na damu yake, kwa imani katika chumba cha kwanza kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya kurejesha, na kwa imani pia anaingia kwa damu yake katika chumba cha pili patakatifu kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 kwa ajili ya kumalizia kazi ya kurejesha. Na tutaona kazi ya kurejesha ambayo Kristo anaifanya kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Hapa neno la Mungu linasema akamwambia
hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Na unabii huu wa miaka, kwa sababu hizi nyakati za asubuhi na jioni 2300, najua tumekuwa tukiangalia hii nyakati za jioni, nyakati za asubuhi na jioni 2300 anawakilisha miaka 2300, kwa sababu kiunabii, kwa sababu Kiingereza amesema and he said unto me unto 2300 days then shall the sanctuary be cleansed. Amesema hata siku 2300. Na kiunabii ukija ukaangalia kwa mujibu wa Ezekieli 4:6 na mujibu wa Hesabu 14:34, siku moja ni mwaka mmoja. Kwa hiyo kama ni siku 2300 inawakilisha ni miaka 2300. Na hii miaka 2300 unaposoma katika kitabu cha Danieli 9, kwa sababu Danieli 9 ni muendelezo wa Danieli 8, ilianzishwa pale ambapo Artashasta Longimanus, mfalme wa Umedi na Uajemi, alipotoa ruhusa kwa wana wa Israeli kwenda kujenga hekalu na kujenga tena Yerusalemu, na ruhusa ilitolewa mwaka wa 457, ndipo unabii huu ulipoanza kuhesabika. Na ukija ukachukua 2300 ukaja ukatoa 457, kwa sababu zamani miaka ilikuwa inahesabiwa sio kutoka mdogo kwenda mkubwa, bali kutoka mkubwa kuja mdogo, ndio maana tunatoa. Ukija ukachukua 2300 ukatoa 457 utapata 1840 na ngapi? 1843. Lakini ukija ukaangalia unapotoka kwenye BC, BC inamaanisha before Christ, au BC inamaanisha kabla ya Kristo. Kwa Kiswahili ni KK. Unapotoka KK unakuja BK, baada ya BK ni baada ya Kristo. Unapotoka KK unakuja BK, kuna mwaka sifuri ambao unauruka, na huu mwaka sifuri una thamani ya 1. Unapotoka KK unakuja BK, kwa kuja ukajumlisha hii thamani ya mwaka sifuri ambao ni sawa sana 1, ukaja ukajumlisha 1843 unapata 1844. Na mwaka huo tarehe 22 mwezi wa 10, kwa sababu kwa Wayahudi ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa 7, lakini kwa kalenda ambayo ilikuwepo kwa wakati huo waliweza kubadilisha na kuona hizo tarehe zinaangukia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Hapo Kristo aliingia katika patakatifu sana kwa ajili ya kutakasa hekalu kwa njia ya kukisafisha chumba cha kwanza kwa kumbukumbu za dhambi ambazo zimefunikwa kwa damu yake. Na hizi kumbukumbu za dhambi nimekwambia ni kwa ajili tu ya waumini wanaotubu. Kwa hiyo kuanzia mwaka wa 1844 tarehe 22 mwezi wa 10 Kristo alianza kufanya utakasaji wa hekalu. Na nimekwambia ili hekalu litakaswe ni lazima dhambi ziondolewe, na ili dhambi ziondolewe ni lazima hukumu ya upelelezi ifanyike. Kwa hiyo kabla ya kuhitimisha somo hili, ningependa kukusomea nukuu ambayo inaeleza kile ambacho Kristo alikifanya chumba cha kwanza na kile ambacho kilimpelekea Kristo aingie chumba cha pili ambacho ni patakatifu sana, ambaye ni kuhani wetu mkuu, kwa ajili ya kulitakasa hekalu, au kwa ajili ya kutakasa chumba cha kwanza ambacho kilikuwa kimechafuliwa na dhambi za waumini wanaotubu, japo zilikuwa zimesitiriwa kwa damu yake ambayo ilikuwa ni dhabihu iliyo bora zaidi, kama tulivyosoma katika kitabu cha Ibrania sura ya 9 mstari wa 23. Unapotazama katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 421, nitasoma aya ya 3. Pambano Kuu ukurasa wa 421, nitasoma aya ya 3. Mjumbe wa Mungu anasema, huko imani ya wanafunzi wa Kristo ilimfuata alipopaa. Mwaka wa 31, hii nukundo inataja mwaka wa 31 aliingia katika chumba cha kwanza kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya kurejesha kwa njia ya kufunika dhambi kwa damu yake. Ndio maana nimekusomea Zaburi 32 mstari wa 1, heri aliyesamehewa dhambi zake na kusitiriwa makosa yake. 31 BK anasema, huko imani ya wanafunzi wa Kristo ilimfuata alipopaa kutoka machoni pao. Hapa ndipo matumaini yao yalipojengeka. Ndio maana mtume Yohana, unaposoma waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 1, anasema
watoto wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na ikiwa mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kwa mtu alipokuwa akitenda dhambi, alipokuwa akiungama na akiachana nao kikamilifu, Yesu alimsamehe japokuwa kumbukumbu yake ilibakia, na alistiri kwa damu yake. Ndio maana nimekwambia ili lazima aende katika chumba cha pili ili msamaha uweze kuwa mzito, kwa sababu kumbukumbu ya dhambi iliyokuwa ikibakia katika chumba cha kwanza ilidhihirisha upatanisho ulikuwa hujafanyika kikamilifu. Kwa hiyo upatanisho ufanyike kikamilifu, ni lazima dhambi zirudi katika chanzo chake. Ndio maana ilibidi Kristo aingie chumba cha pili tarehe 22 mwezi wa 10 1844 kwa ajili ya kukitakasa chumba cha kwanza, kwa kuondoa kumbukumbu za dhambi za waumini wake ambao wametubu. Ndio maana hapa naendelea kusema ya kwamba Paulo anasema matumaini tulionayo kama nanga ya roho, yenye salama, yenye nguvu, yaingiamo hata mle ndani ya pazia, alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, amekuwa kuhani mkuu hata milele, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama. Naambia wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele kwa ajili yetu. Nimekwambia ni Pambano Kuu 421 aya ya 3. Pambano Kuu 421 aya ya 4 ni mwendelezo wa nukuu ambao nilikuwa naisoma. Anaendelea kusema hapa ya kwamba kazi ya huduma hii iliendelea kwa muda wa karne 18. Kwa hiyo kumbe kazi ya kurejesha ambayo Kristo alikuwa akifanya katika chumba cha kwanza kwa njia ya kufunika dhambi kuanzia mwaka wa 31 BK iliendelea kwa karne 18. Karne 18 ni miaka 1800. Na ukija kwa sababu karne ni miaka 100, ukichukua 18 mara 100 unapata 1800. Lakini ilikuwa ni zaidi ya hapo, kwa sababu tunaona hiyo kazi ilifanyika kwa miaka 1813. Kwa sababu hiyo kazi ya kurejesha kwa njia kufunika dhambi katika chumba cha kwanza ilikomea tarehe 22 mwezi wa 10 1844. Na nimekwambia nitakueleza kile Kristo anachokifanya katika chumba cha pili, kwa sababu hatafuta dhambi kwa wote, anafuta dhambi kwa ambao rehema imekoma, na anafunika dhambi kwa ambao bado ana rehema. Kwa hiyo bado Kristo pia katika chumba cha pili cha patakatifu kwa walio hai, waumini wanaotubu dhambi zao hazifutwi, zinafunikwa, zitafutwa wakati hukumu ya upelelezi itakapokuwa juu yao. Kwa nini dhambi za wafu zinafutwa? Zinafutwa kwa sababu hawana rehema. Ndio maana neno la Mungu linatuambia bala baada ya kifo hukumu. Ndio maana nikwambia Kristo alichokuwa akikifanya katika chumba cha kwanza kuanzia mwaka 31 hadi 1844 alikuwa hafuti dhambi hata kidogo. Yeye kazi yake tu ilikuwa ni kufunika dhambi kwa waumini wanaotubu. Lakini 1844 tarehe 22 mwezi wa 10 ndio akaanza kufuta dhambi kwa ambao rehema yao imekoma, yani wale ambao wanahukumiwa, na bado anaendelea kufunika dhambi kwa waumini wanaotubu na ambao bado wana rehema, yani walio hai. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha Pambano Kuu 421 aya ya 4. Hizi ni kurasa za Kiingereza. Mjumbe wa Mungu anasema kazi ya huduma hii iliendelea kwa muda wa karne 18 katika chumba cha kwanza cha patakatifu. Damu ya Kristo ikisii kwa ajili ya waumini wanaotubu, ni kwa ajili ya waumini wanaotubu, ilipata msamaha wao na kukubaliwa na Baba. Lakini hata hivyo dhambi zao zilibakia katika vitabu vya kumbukumbu. Ndio maana Kristo alilazimika kwenda katika chumba cha pili cha patakatifu sana ili kuzifuta dhambi zao, na atakapozifuta dhambi zao azipeleki kwingine. Huduma ya upatanisho ikifikia mwisho, atakuja ataziweka juu ya shetani ambaye aliwakilishwa na mbuzi wa Azazeli. Ndio maana Kristo atakapokuja mara ya pili hapa, shetani atakuwa katika ukiwa wa dunia peke yake kwa miaka 1000 akitafakari kazi ya uasi wake. Lakini tunaona hata mbuzi wa Azazeli ndivyo alivyotendewa baada ya kuhani kutoka, kuhani mkuu katika siku ya upatanisho aliweka dhambi zote za Waisraeli juu yake, na baada ya hapo alipelekwa jangwani na akakaa huko mahali pasipokuwa na watu. Ndio maana hapa anasema damu ya Kristo ikisii kwa ajili ya waumini wanaotubu ilipata msamaha wao na kukubaliwa na Baba.
lakini hata hivyo dhambi zao zilibakia katika vitabu vya kumbukumbu. Na kama ilivyokuwa katika huduma ya mifano, ndio maana nimeanza kukuelezea mfano ili uweze kuelewa halisi. Ndio maana panaendelea kusema pia kwamba na kama ilivyokuwa katika huduma ya mifano ya patakatifu pa duniani, anaendelea kusema na kama ilivyokuwa huduma ya mifano ya patakatifu pa duniani, na kama ilivyokuwa huduma ya mifano ya patakatifu pa duniani, kulikuwa na kazi ya upatanisho katika mwisho wa mwaka, ambao tuliona kwao kule ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa 7 katika mfano, lakini katika halisi tarehe 22 mwezi wa 10 1844. Anaendelea kusema hapa ya kwamba hivyo kabla ya kazi ya Kristo kwa ajili ya ukombozi kukamilishwa, yani kazi ya kurejeshwa, kuna kazi ya upatanisho kwa ajili ya ondoleo la dhambi katika patakatifu. Kwa hiyo nimekwambia ili dhambi ziondolewe ni lazima hukumu ya upelelezi ifanyike, kwa sababu ni wakati wa hukumu ya upelelezi ndipo dhambi zinafutwa. Kwa hiyo dhambi zangu mimi na wewe tunapotubu leo, tunapoziacha na kuachana nazo, hazifutwi bali zinafunikwa kwa damu ya Kristo. Na maana kwambia Kristo ndani ya patakatifu pa patakatifu anafanya kazi kuu mbili: anafuta dhambi kwa ambao rehema imekoma, na anafunika dhambi kwa ambao bado wana rehema. Anaendelea kusema ya kwamba hivyo kabla ya kazi ya Kristo kwa ajili ya ukombozi kukamilishwa, kuna kazi ya upatanisho kwa ajili ya ondoleo la dhambi katika patakatifu. Hii ndiyo huduma iliyoanzia wakati siku 2300 zilipoisha mwaka 1844. Wakati huo kama ilivyotabiriwa na Danieli nabii, tumesoma Danieli 8:14. Anaendelea kusema kwa kwamba kuhani wetu mkuu aliingia patakatifu patakatifu kufanya sehemu ya mwisho ya kazi yake kuu ya kupatakasa patakatifu, ambapo patakatifu anapopazungumzia hapa ni chumba cha kwanza, anasema ya kupatakasa patakatifu. Kwa patakatifu anapozungumziwa hapa ni chumba cha kwanza. Kwa hiyo katika somo litakalo kuja tutaweza sasa kuangalia hukumu ya upelelezi, kwa sababu katika siku ya leo nimekueleza kwa ufupi jinsi ambavyo kazi ya kununua ilivyokuwa ikifanyika, nikakuelezea pia jinsi ambavyo kazi ya kurejeshwa ilianza kufanyika katika mfano na katika halisi, na katika halisi ndipo tulipo sasa. Nikakwambia mwaka wa 31 BK Kristo aliingia chumba cha kwanza na akaanza kufanya kazi ya kurejesha kwa njia ya kufunika dhambi, na mwaka wa 1844 tarehe 22 mwezi wa 10 aliingia ndani ya patakatifu patakatifu kwa ajili ya kumalizia kazi ya kurejesha kwa kufunika dhambi ambao bado wana rehema, na kwa kufuta dhambi ambao rehema yao imekoma, kwa zoezi linaloitwa hukumu ya upelelezi au utakasaji wa hekalu au ondoleo la dhambi. Na Kristo atakapokamilisha kazi hiyo, ndipo atakapokuja duniani na kuzirejesha au kuziweka kwa shetani dhambi za watu wake kikamilifu. Na shetani atabaki katika ukiwa wa dunia, na Kristo atawaleta watu wake ambao wametubu na wameshinda dhambi mbele za Mungu, na mpango ukombozi utakuwa umefikia mwisho wake. Na nilikwambia kazi hii ya kurejesha pia inafanyika kwa wakati, kwa sababu tunaambiwa kwa maana kila jambo na majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Tukaona hii kazi ya kurejesha imechukua miaka 2000, ilianza mwaka wa 31, na kitendo cha Kristo kuonekana angani itakuwa ni ishara miaka 2000 imefikia mwisho na mpango ukombozi umekamilika kikamilifu. Ndio maana hii kazi ya kurejesha tulitazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana 16:17, itakapofikia mwisho sauti itasikika kutoka hekalu la mbinguni ikisema imekwisha kuwa. Na Kristo akisema imekwisha kuwa, shetani atakuwa anapondwa kichwa, kwa sababu Kristo atakaposema imekwisha kuwa atakuwa anakuja duniani. Kitendo cha Kristo kuonekana ndani atakuwa anamponda shetani kichwa, kwa sababu sikukuu ya upatanisho itakuwa imefikia mwisho wake, kama vile ambavyo kuhani mkuu alipotoka katika patakatifu sana, alipokuwa akitoka katika ua wa nje, na ua wa nje nimekwambia uwakilisha dunia, alipomkuta mbuzi wa Azazeli, alikuwa yule mbuzi pia anapondwa kichwa na anapelekwa jangwani pasipokaliwa na watu. Kwa hiyo nakualika usikose katika somo nyeti sana linaloitwa hukumu ya upelelezi. Ndio maana kuna mkuu ambayo huwa napenda kusisitiza, jumbe wa Mungu anasema somo la patakatifu ambalo tumekuwa tukilitazama, anasema na hukumu ya upelelezi yanapaswa kueleweka vizuri, hasa kwa watu wa Mungu. Anasema wote wanapaswa kuelewa kuhusiana na cheo
na kazi ya kuhani wao mkuu inaendelea katika hekalu la mbinguni. Vinginevyo haitawezekana kwao kuchukua nafasi ambayo Mungu anakusudia waijaze au kuzoeza imani ambayo ni muhimu sana katika kipindi hiki. Kwa hiyo nakualika mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, usikose katika somo linalokuja lenye kichwa kinachosema hukumu ya upelelezi. Hukumu ya upelelezi unaweza ukasema utakasaji wa hekalu. Utakasaji wa hekalu unaweza ukasema ondoleo la dhambi. Kwa nakukaribisha usikose katika somo makini zuri linaloitwa hukumu ya upelelezi. Lakini awali ya yote, ningependa kushukuru kwa muda ambao umetoa kwa ajili ya kunisikiliza, lakini nitakusisitiza katika kipindi kinachokuja usisahau kalamu yako, usisahau karatasi pamoja na Biblia yako mkononi. Tunapohitimisha kipindi hiki, ningependa kukualika, ikiwa una nafasi ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una nafasi ya kusimama utasimama, na ikiwa una nafasi ya kukaa hapo ulipo utafanya hivyo. Tunapoenda kumwomba Bwana, binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya upendo wako. Nakushukuru kwa ajili ya dhabihu kuu ambayo ulitoa kwa ajili ya ukombozi wetu sisi. Ni upendo ulioje kuacha enzi na mamlaka kwa ajili ya kutufia sisi tusiostahili. Maana neno lako linasema, mwanadamu ni kitu gani hata ukumbuke, na mtu hata umwangalie? Baba yangu, upendo wako ni wa kina sana usioweza kuelezeka. Tusaidie tuweze kuthamini upendo wako. Tusaidie tuweze kuthamini dhabihu ambayo umeitoa kwa ajili yetu. Lakini tusaidie tuweze kuthamini kweli kuu ambazo unazifunua, unazohitaji tuweze kuzielewa kwa ajili ya kushirikiana pamoja na wewe katika mpango wako mkuu wa ukombozi, na mwisho wa yote kusimama katika dhama ambayo iko mbele yetu. Tusaidie Baba, kila wakati tuweze kuwa tayari. Tusaidie kila wakati tuweze kujitakasa. Tusaidie kila wakati tufurahie kuzungumza na wewe na kuweza kuwa na uhusiano wa karibu na wewe kulingana kuliko siku ambazo zimepita. Unajua sisi Waadventista wa Sabato umetupatia nuru kubwa mno, na kama tutaifanyia kazi nuru hii na tukapotea, ole wa kutisha utakuwa juu yetu. Lakini Baba, tutamani hata kufikiria hata kuiona hiyo picha. Umeahidi ulikuja duniani ili ulete uzima. Unasema mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tena. Na umesema uzima wa milele ni kukujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, Yesu Kristo. Tuwezeshe na utusaidie tuweze kukujua na kufahamu kwa kina. Tuweze kukujua sisi binafsi, kila mtu kwa nafasi yake. Maana unasema wakati ambao uchaji binafsi na Mungu ni muhimu ni katika kipindi tunachoishi. Baba, tusaidie tu tusome neno la Mungu kwa udadisi, lakini tusome kwa sababu tunapenda kufanya ushirika na wewe. Tusome kwa sababu tunapenda kusikiliza sauti yako. Hiyo tu itatokea pale tutakapotazama Kalvari na kuona thamani kuu ya dhabihu iliyoitoa kwetu sisi wa dhambi tusiyostahili. Nakusihi uweze kumlinda mtazamaji na hata mimi mzungumzaji, hata wakati mwingine ambao utaruhusu tuweze kukutana tena kwa ajili ya kujifunza kweli hizi kuu za mpango wa ukombozi. Kutana na mahitaji yetu ya kiroho na kimwili. Naamini umesikia hitaji letu kubwa, tupatie Roho Mtakatifu katika mioyo yetu ili aweze kutuimarisha na kutukumbusha yote ambayo ni muhimu kwa ajili ya kufanya uhusiano na wewe katika kufunga siku ya Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo, amen.